Ndugu zangu Waislamu, Bidabida Dua Center kazi yao kubwa ni kama kazi yangu mimi. Mimi ni Jafari mti mkuu, nimeitwa hapa kwa sababu pia nafanya shughuli hizi muda mrefu sasa, karibu miaka 23. Lakini niseme tu kwamba kituo kinafanya kazi hii kwa ajili ya kuisaidia jamii ya Kiislamu ambayo hivi sasa wakifikwa na shida, wakikosa utatuzi, wanakwenda hata kusikofaa ili mradi watatue shida zao. Sasa basi niwaombe tu jamii ipate kuelewa kwamba vituo kama hivi vya Bidabida na vingine havifanyi kazi hii kutafuta hela. Na ndio maana kama huyu bwana wangekuwa lengo lake kutafuta hela, wasingetoa fedha kwa ajili ya wafuturishe mayatima, wangeziweka wafanyie mambo yao. Kinachofanyika ni kutafuta usaidizi. Allah anasema kwenye Qur'ani, au Mtume SAW anasema, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wanatafuta usaidizi hawa kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameweka sharti la wewe kusaidiwa na Allah, kubali kutafuta namna ya kuwasaidia watu. Sasa watu wa tiba wanachokifanya ni kutafuta usaidizi kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwasaidia watu. Leo jamii ya Kiislamu hasa kina mama ndio subira yao ndogo. Wakifikwa na maradhi kenda kwa shehe huyu hola, kenda kwa shehe huyu hola, kenda kwa shehe unamsikia iko kanisani, baba katika jina la Yesu nasema, yeye anaombewa inna lillahi, kaacha Qur'ani kenda kuombewa kwa jina la Yesu. Lakini afanyeje? Kwa shehe huyu kapigwa 50,000, kwa shehe huyu kapigwa 70, kwa shehe zinazidi kuisha na bado wanaumwa. Afanyeje? Sasa tunakuambia ndugu zetu kina mama, kazi hii ni nzuri. Cha msingi tu baadhi ya wasoma dua wamekosa takwa na ukweli, ndio maana tunaferi. Lakini kijana anayefanya dua katika hii Bidabida Center ni kijana wetu, tunamfahamu, tumekuwa naye mtoro. Ni kijana muungwana, msikivu, mstaarabu, na amejikita kwenye ibada na dhikri. Hivyo basi kwa kweli kwa rehema zake Mungu mtafani. Semeni insha Allah. Semeni tena insha Allah. Kwa ndugu zangu, nisimalize ya kuyasema hapa, nilikuwa nasisitiza tu kwamba yoyote yule ambaye anafanya tiba aige haya. Tumealikwa leo kufuturu na mayatima na kituo cha dua. Allahu akbar. Mimi mwenyewe sijawahi kufanya hivyo, labda mwakani. Semeni insha Allah.